Niwashukuru ninyi wanahabari kwa kuitikia wito wetu kila pale tunapowahitaji. Tunasema asanteni sana. Tuliopo mbele yenu ni wajumbe wa kamati ya uchaguzi ya chama taifa. Mwenyekiti ni mimi Ibrahim Pogora. Katibu ni ndugu Doni Mnyamani na mjumbe ni Sabla Masanza. Ndugu zangu, kama tunavyofahamu kuwa chama chetu mnamo tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2025 kilifanya kikao chake cha kawaida cha kamati kuu katika ukumbi wa hoteli ya Popex Hoteli kufungua pazia la mchakato wa uchaguzi mkuu ndani ya chama. Na kwa bahati nzuri mwenzetu katibu mkuu wetu wa chama taifa amejitokeza kutia nia ya kugombea nafasi hii kubwa katika taifa letu kwa mujibu wa kanuni ya chama. Kanuni ya chama sura ya pili ukurasa wa 3 ya mwaka 2025 inasema mgombea wa chama nafasi yoyote ile atalazimika kuchukua fomu ya kugombea nafasi yake siku 14 kabla ya mkutano mkuu maalumu wa kumpitisha rasmi kuwa mgombea. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya chama, leo tunamkabidhi fomu hiyo kwa ajili ya taratibu nyingine za kiuchaguzi zitakazoendelea. Aidha, mgombea anatakiwa aweze kupata wadhamini 250 nchi nzima. Hivyo tunafahamu kuwa ana kazi kubwa ya kufanya, lakini pia chama kina vikao vitakavyofanya mapitio ya fomu hizo. Vikao hivyo vitakuwa kama ifuatavyo. Tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025 kamati kuu ya chama taifa itakaa kupitia hizo taratibu. Lakini tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 halmashauri kuu itakaa kama ulivyo utaratibu wa kikatiba. Lakini tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mkutano mkuu maalum wa chama taifa utafanyika kwa ajili ya uchaguzi huo. Hivyo basi tunamtakia kila laheri mgombea wetu katika mchakato mzima wa uchaguzi, na ukizingatia jiografia ya nchi yetu katika kuenenda kuhakikisha taratibu zinakamilika, hususani jambo kubwa la kutafuta wadhamini. Tunaamini kwamba amejipanga vilivyo, lakini pia kwa jambo hili sio kana kwamba ndio tumelifunga. Kanuni tumeieleza hapa kwamba siku 14 kabla ya mkutano mkuu mgombea anatakiwa kuchukua fomu. Leo amejitokeza jemedari, tumempokea na milango ndani ya chama iko wazi. Kwa hivyo watakaokuwa tayari kuhakikisha wanakimbiza muda kulingana na ratiba yetu, sisi kama kamati ya uchaguzi tumejipanga vilivyo kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Baada ya taarifa hiyo fupi, nawashukuru kwa kunisikiliza.